kiama kia UDA. Tuko wa Munyoro. Ene no gari, erorete wa Munyoro. Ene no gari, erorete wa Munyoro. Nape mwa wito tuwa magendo. Nape mwa wito tuwa magendo. Gasagwa wito tuwa magendo. Gasagwa wito tuwa magendo. Naitwa Pemwa na niko na watu wa Kasarani hapa, na tumekuja kufanya declaration ya kwamba sisi sio watu wa UDA tena. Tumetoka UDA na tunaingia ile chama ya Wamunyoro ile tunangojea kesho kutwa, kwa sababu tunajua hii serikali ambayo ni ya UDA tulishikana na tukakutana mahali hapa na tukaenda mashinani tukawahubiria ya kwamba tuko na serikali ya UDA na tukawa promise, na tumekuja kujua ya kwamba serikali ya UDA ni serikali ambayo haijaperform, ni serikali ya uongo. Ile vitu walipromise watu wa Kasarani na watu wa Kenya hawakuperform. Hata wasaa hii hakuna kitu wametufanyia Kasarani. Kitu ya pili ninataka kusema ya kwamba manifesto ya UDA hawakuitimiza kwa watu wa bodaboda na mama boga. Na ndio tumetokea kusema ya kwamba sisi hatuko kwa chama ya UDA. Chama ya UDA kazi yake ile kubwa ni kuiba pesa zetu. Kazi ya UDA ile kazi kubwa wanafanya ni kuadapt watoto wetu na kuua na kumwaga damu ambayo haina dhambi. So tumesema ya kwamba kutoka saa hii watu wa Kasarani wote tumeshikana mkono, tumesema tumetoka UDA na tuko tayari, tunangoja ile chama inakuja ya Wamunyoro na Gachagua. Kwa hivyo sisi tumeasha Kasogo na wale watu wengine uko UDA. Sisi hatuko UDA sasa tena. Hospitali zetu kuna nini ilikuwa inaitwa Lida Mama. Lida Mama hata niko na victim wako hapa, mtoto wake amefungiwa hospitali kwa sababu amekosa pesa ya kumtoa wakati alienda kudeliver. Na wakati wa ile serikali kulikuwa na Lida Mama ilikuwa inalipia wamama pesa ya maternity bure. Kwa hivyo sisi hatutaenda pamoja na watu hatutaenda na chama ya UDA tena. Tumesema hiyo ni kitu past na hatuko huko tena. Tume left. Na watu wale wengine, kwa sababu sisi watu wa Kasarani left, kuna ile namba tunatoka nayo #509*, unaenda unaitishwa ID, unatoa kitu katika chama ya UDA. Kwa hivyo sisi tuko free, sisi tuko partners, tunagoja mahali utaelekezwa na Rigathi wa Gachagua. Kuna muhimu wa kuwa na chama ni kwa sababu wakati mnaenda na chama hakuna siku mtaenda kuondolewa kuimpishiwa kama vile waimpishi mtu wetu anaitwa Gachagua. Kama vile walitufukuza watu wa Mlima, kwa sababu walipofukuza Gachagua, si Gachagua alikuwa anafukuza peke yake, walifukuza watu wa Mlima wote. Kwa hivyo kuna haja kubwa sana kuwa na watu na chama chetu, ndio hakuna mtu ataenda kutuimpish ama atufukuza na madharau venye walitufukuza naye. Tunasema serikali ya UDA ilifanya abduction ni kwa sababu hata rais mwenyewe aliconfess kule Kisumu na amerudia tena. Akasema wale watu walikuwa wameshika na ameadapt, amewaashiria. Kwa hivyo anajua mahali alikuwa amewashika na amewapeleka. Na tunamuuliza rais, kwa sababu nchi ni yetu na nchi ni bora kuliko mtu mmoja. Wewe nchi iko na nguvu kuliko wewe. Tafadhali hata wale ulitupa tuoneshe mahali ulitupa, tuzike watoto wetu. Kwa sababu tuko na haja na watoto wetu, wale wamekosekana tunataka kuwaona tuwazike. Kwa hivyo sisi tumedeclare siku ya leo hatuko pamoja na wewe, hatuko pamoja na chama yako ya UDA. Sasa sisi tumeenda na chama ya Rigathi Gachagua. Na tuliuga Ruto mkono sana sisi kama watu wa bodaboda, na akasema insurance ya bodaboda atachukisha bei, lakini saa hii amepandisha bei ya insurance yote, imekuwa juu. Bodaboda inashikwa, inapelekwa police station, inafurutwa, inafugiriwa breakdown na kusaidia, ikitoka pale ni 10,000. Unaona, sasa sisi kama watu wa bodaboda wamezoea kututumia sana, na sisi tumekataa chama ya UDA tena. Sasa sisi tuko na Wamunyoro, mahali atatupeleka, wamezoea kututumia sana, lakini tumeshanuka, hatutatumiwa tena. I'm Fred from Kasarani Mwiki Ward.
Hope, mliona kitu wenye Ruto alifanyia Gachagua akikuja huko Mwiki kwa kanisa. Wote tulikuwa hapo, tulikuwa na Muhesh Pemwa. Mliona kitu hata Muhesh alifanyiwa. Kuna watu wa ground washajua Pemwa ndio kusema wanaenda kumvuruga hata kienda mazishi kutoa shukrani. Sasa tunaambia huyo Ruto, nadhani hata yeye ananijua. He knows Mwiki's rat. Atajua kitu yenye tutamuonesha watu wa Kasarani. Ground tuko na yeye, tuko na Pemwa venye tulisema. Kutoka leo tunangoja ni siku 2 chama itolewe hiyo Wamnyoro. Wamnyoro si mnajua Wamnyoro ni nani? Tuko na wao. Wacha tutapatana na wao. And now way forward vyenye tumekunja tukahona ni kama nini huyu Ruto ameturudisha chini sana. Sisi tukienda UDA kama watu wa mlima tulikuwa na expectation kubwa sana. Tulikuwa na leaders, wale key leaders kama Ndindi Nyoro, kama Rigathi Gachagua na wale wengine key leader. And we expected a total respect to them. Sababu sisi ndio tulienda kwa ground na tukaconvince watu wachague Ruto. Alafu at long last huyu Ruto amekuja akatuachilia, akaanzia sasa kudharau leaders wetu. Akaanzia hadi akaenda to an extent ya kuimpeach Rigathi Gachagua. So imefika mahali hata kama sisi ni delegate na hata kama sisi tulikampenia hiyo bottom up sana, tukaona there is no option. Sisi ni tuache Ruto akae pale sasa na wale mulsi wake waweze kuendelea na hiyo chama. Na tunaendelea na sisi tunaenda tunangojea Rigathi atupe direction, atuambia anataka anje. Akisha tupea direction, sisi tunaenda kwa hiyo chama na tunavaa hizo viti sao huko. Sababu sisi ni wale tu tuko ground. Alafu secondly, kama youth, mimi nilikuwa natafuta youth leader lakini sikupata hiyo, nilishinda kama member. Kama youth, tumeona Ruto umetuachilia sana. Maze umeua vijana wetu. Kwa nini? Na vijana walikuwa tu wanaji-express. Wanataka uwasikilize ili uende uimplement ile kitu ambao wanataka. So, mimi mambo ya mauaji na nini, I'm not with you. So, sisi, ile kitu tunaweza sema, tuko nyuma ya Pemwa. Pemwa asatoa msimamo na amesema anatupea direction. Mimi naitwa Monica John kutoka Ruai na mimi ni mkaaji wa Kasarani. Sisi kwa vile tumeona tuliunga UDA na roho moja. Mimi kwanza nililala nikiwakampenia, lakini ile kitu iko na shida ni ati UDA inabagua sana Wakikuyu. Sana Kasarani majority Wakikuyu. Kama kutoka hapa mpaka Ruai, ukienda ni Wakikuyu sana. Sasa zile alikuja Mheshimiwa Ruto alikuja kutusalimia. Hakutaka kujua kuna wamama, hakutaka kujua kama kuna vijana, alipita hivi tu. Sasa sisi tumeamua tuko na mheshimiwa mpya na ni Pemwa. Tutasimama na Pemwa, tumuingize juu anajali. Anajua wamama, anaangalia watoto, anaangalia vijana wetu.